Na familia za wasichana 16 waliopoteza maisha yao katika mkasa wa moto katika shule hiyo ya wasichana ya utumishi huko Gilgil wameinyoshea kidole cha lawama Wizara ya Elimu kufuatia vifo vya wapendwa wao. Jamaa hao walihoji kuwa uamuzi wa kuwafungia wanafunzi ndani licha ya mapendekezo yaliyomo katika mwongozo wa viwango vya usalama kutoka Wizara ya Elimu kuhusu usalama wa wanafunzi hanajiri, huku zoezi la kutambua miili na hata kuchukua sampuli za DNA kutoka kwa wanafunzi hao likianza katika chumba cha kuhifadhi maiti katika kaunti ndogo ya Naivasha, ambapo miili hiyo ilihamishwa kutoka Gilgil. Hisia zilikuwa kali miongoni mwa waathiriwa ambao bado wamekumbwa na wimbi la majonzi kufuatia mkasa huo. Kulingana na George Nyakeri ambaye alipoteza mpwa wake wa kike, serikali imeshindwa kujifunza kutokana na matukio ya moto. Sauda Meaga anaitwa Precious Wajeri. So amenipigia saisi akaniambia niangalie kama watu wa DNA wamekuja. Kakuja nikapata wazazi, nimepata watu wa Red Cross. Tumeongea na wao, so nimempigia simu. Is on the way coming. Mtoto wa ndugu yangu ndio aliaga. Ule ndugu yangu ambaye mliona kwa media ametoa shati, yeye ndiye ananifuata. Kwa hivyo jana jioni ndio mimi niliona hiyo kwa simu. Sikuwa nimejua chochote mimi. Mimi nakumbuka wakati watoto walipokufa, hii shule iko hapa juu, hii ya kuelekea Nairobi. Watoto walikufa wengi sana. Na serikali ikawa imefuatilia kuhusu dormitory zile ambaye zimewekwa zile grills. Sasa mimi nashangaa inaweza kuaje watoto bado shule ziko bado kuna hiyo njia ya kuweza kufungia watoto ndani, hata dirisha basi kufungua, hata kama ni kuruka wangeruka tu kuliko wafungiwe ndani waweze kuchomeka. Sisi kama Red Cross shughuli mingi ambayo tutakuwa tunafanya hapa leo ni kuhakikisha kuwa tumeweza kupea wale wanaokuja kutafuta watu wao, tumewapea counseling session na first aid services. Na hayo yakijiri ni kuwa wafuasi